Kwa majina ninaitwa Shukrani Gideon Mwasanjobe. Mimi ndo mwandishi wa kitabu cha Ndoto ya Yatima. Kitabu hiki cha Ndoto ya Yatima ninatamani kila mtu akipate, kwa sababu watoto yatima ni wale ambao wako chini ya miaka 18. Na huko ndo nguvu kazi kubwa sana ya taifa ambayo hipo, na wengi ndo wako katika hali ya kuangamia. Kwa ninatamani tukomboe kizazi chetu ili tutengeneze mashujaa wa taifa letu na kuweza kuleta tija kwenye maendeleo ya jamii. Kwa tukiwaacha wakaangamia hao watoto na ndoto zao zikaangamia, tutajikuta sisi wenyewe sasa tumeingia kwenye mazingira hatarishi, kwa sababu wale ambao wangesaidia kutukomboa tuliwaacha katika dimbwi la mateso. Kwa ni kitabu cha ukombozi, ni sauti ya watoto yatima, ni sauti ya watoto ambao sauti zao hazijawahi kufika popote, lakini ni masikio kwa ajili ya jamii, wasikie kuna kilio cha mtu shujaa ambaye anatamani kutoka lakini hana mtu wa kumsaidia. Kwa majina naitwa Dr. Lawrence Kibona, niko kaimu mkurugenzi wa halmashauri ya jiji la Mbeya. Kwa ninatoa wito kwa jamii kwamba unapokiona hichi kitabu kwenye mtandao, unapokiona hichi kitabu kwa maana ya hard copy kwenye library za vitabu, wakichangamkie. Mbali na hapo, tutatengeneza utaratibu, kwa maana kwa mkurugenzi tulivyowasiliana naye kwa jiji la Mbeya, tutatengeneza utaratibu mzuri kwamba wakuu wetu wa shule sasa waweze kupata vile vitabu ambavyo watoto kwenye library zao waanze kusoma na kuvielewa. Kwa hiyo ninaamini ni kitabu ambacho kina mchango mkubwa sana kubadilisha jamii yetu. Kwa majina naitwa Anisia Laurenti Mwinuka, nami pia ni mshiriki katika kununua kitabu hiki. Lengo ikiwa ni kusupport yatima. Wanasema ukiwa yatima na ukiwa una ndoto na ukapata nafasi ya kuishi ndoto yako, basi unakuwa sio yatima tena. Sasa tunasupport vipi ndoto za yatima wetu? Basi kwa kununua kitabu hiki. Kwani kununua kitabu kimoja ni kusupport yatima zaidi ya mmoja. Naitwa Betha Emmanuel Mapugilo, ni mkazi na mzaliwa wa Mbeya. Kwa upande wa yatima kutimiza ndoto zao, mimi ni mmoja wapo ambaye nimefikiwa na mama yangu Shuri au Shukurani. Wazazi wangu walipofariki, walifariki mimi nikiwa mdogo sana. Nilipata changamoto ya kupata ujauzito, kwa hiyo nikakatisha ndoto zangu, nikabaki nalea mtoto. Nilikuwa napambana, kwa natafuta hela najisomesha, lakini baadaye mama nikakutana naye akanisaidia, nikasoma katika shule yake kwa level ya advance. Lakini kwa advance mama akanishika mkono ili kuzitimiza ndoto zangu. Hatimaye leo niko chuo kikuu hapa ninapoongea, niko mwaka wa pili, tukifungua chuo mwezi wa 11 mwaka 2025 ndakuwa mwaka wa 3. Kwa jina naitwa Ndelema Jackson Mwanda, ni miongoni mwa wanufaika watoto ambao wamesomeshwa na kampuni ya Taylor Foundation. Nilipata nafasi ya kusomeshwa form 5 na form 6. So binafsi naweza nikasema kwamba mpaka leo nipo hapa ni kwa sababu ya jitihada zake yeye binafsi, lakini pia ni mama ambaye hamkatii mtu tamaa. Kwa majina naitwa Upendo Usoge Mwambonda, ni mwanafunzi wa Vanessa sekondari iliyopo Isyesye kidato cha 5. Mimi hapa ni mwanafunzi ambaye ni yatima, nasaidiwa kusomeshwa na shule ya sekondari Vanessa wakisaidiana na Taylor Foundation. Nimepata msaada huu wa kusomeshwa na mama yangu Shukrani Gideon Mwasanjobe, ambaye amenisaidia sana katika kuendeleza na kukuza ndoto zangu. Amenisaidia mpaka saizi nimefika kidato cha 5, ambapo sikufikiria kabisa, kwa sababu sikuwa na watu wa karibu ambao wangeweza kunisaidia mimi kufikisha ndoto zangu. Naamini hata huko mbele nitakakoenda, Mungu atanisaidia, nitafikisha ndoto zangu kupitia daraja la mama yangu Shukrani Gideon Mwasanjobe.